kwamba Yesu sio mwanadamu, ni vile aliwekwa mwili wa wanadamu, lakini damu yake ni Mungu 100%. Kabla Yesu na baada ya Yesu kusaliwa, na nitarudia hii kabla niende hapo, niseme wengine wameweka tumaini yao kwa Mary. Wanasema, wewe Mary uliyemzaa Yesu, utuombee. Mary is dead, and she is properly dead, and not only dead, she rot, and possibly even the bones are finished. Juzi nilikuwa nimeenda mazishi ya mtu mmoja, niliwaeleza, akakuja mpaka hapa, alidrive mpaka akakuja hapa before we had started our services. And then from here akapigia wengine simu akawaambia, huyo mtu amejaribu bwana, tumsaidie kabisa, amejaribu, amefanya kazi nzuri. But he didn't call me. Then he went. You remember that story? Then he went. And that night, he got a stroke. He was taken to hospital. We are not close with the family. So the only person who knew me was him and our friends. So the time the friends called me to go and pray for him, we found he has died. But what I'm saying is, when I went for his burial at Langata, he is the one of Naivas. When I went for his burial, I asked, and what is this building for? Then I was told, that is where we burn people. And even Wangari Maathai was burnt there. And then I asked, and what comes out? They said they are bones which are very, very stubborn. That is the language they use. They are bones which are very stubborn. They don't get finished. Those bones, we take them out and grind them. That is what we give to the families. I asked the Indians, they told me the same. Then I got curious and I asked them, how long does the bones of a human being stay? They said that of a child, it stays like 4 years, and they are normal. For someone above 10 years, they stay for 7 years, and they are normal. And for another, I was told they can go even to 150 years, the bones. Then I was asking them, how did you come to know it? Then that is when they told me something I didn't want to hear. They told me that's why we recycle the graves. Umeelewa hapo? Kule watu walizikwa zamani ndio wanarudi, kwa sababu bones zitakuwa zimeisha. Damu ya Yesu ni tofauti na damu ya Mary. Ukijua hii siri, hautaanza kusema Mary tuombee. Bones zake na wakati wa Yesu is around 2000 years. If the human being's bone can take about 150 years and they are no more. Za Mary ziko. Alafu wewe unaishi hapo ukisema Mary tuombee. Kama hata bones ziko, utaombewa na nini? Know the precious gift that God gave. And the plans of God are unquestionable. It is mankind to understand the mystery. That is why God saw that wengine kama mimi tutakosa mbuzi za kwenda kupeleka kila wakati tukishakosea ndio tuweze kukombolewa. Na kama mimi mahali nilitoka ni mahali dhaifu, mahali hatuna mali, hatukuwa na mali, saa hizi tuko nayo kwa sababu nilimjua Yesu. Tungekosa
mbuzi za kwenda kukombolewa. Ndipo hasa Yesu akafa kwa ajili yako na mimi. Msalaba bila Yesu ni kuni. Msalaba bila damu ni mti tu. Msalaba hata wale wanabebaga wakisema wanaenda kuwekwa ndani yao ni kujitesa, wanajitesa na inaishia hapo. Haina mimi, haiwezi saidia yoyote. Lakini damu ya Mungu ilipoangikwa msalabani, the secret is so that me and you we may get the redemption of our sins. Not only the redemption of our sins, that we may also get healing. Healing comes from blood. Wakati unasikia mtu akiongea kuhusu muujiza wa kupona, muujiza wa kupona unatoka kwa damu. Muujiza wa wokovu unatoka kwa damu. Miujiza mingine inatoka kwa neema na maombi. Lakini muujiza wa uponyaji, it is the biggest miracle that God put and hid in the blood of Jesus. The strongest reason of God making the divine rebirth of Christ was so that the blood may save the world. Bwana asifiwe sana. In the book of 1 John 1:17, John 1 chapter, first chapter. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Praise God. Our purification of sins, there is no any other chemistry. And by the way, it is only God who has the manual of dividing what is sinful and what is not. You remember that? It is only the Bible that has got the menu to know what is sinful and what is not. In the normal circumstances, apart from the Bible, there is consciousness. In this consciousness, that is when a person knows what I'm doing to my brother is wrong. There is nobody who tells you, but you can tell. Even before you read the Bible, that you can tell that you are doing wrong to somebody. But because the blood of Jesus is not alive in you, then there is no that consciousness, there is no that self and evaluation. You will not feel, and you will not understand that you are wronging another person. And sometimes, even when it is not involving another person, when it is us, when it is within you, it is from inside that which tells you, hii ninafanya sio mzuri. Si ni kweli? Ni kweli? Na kabla hujapata hili jambo kutoka kwa damu, kabla hujapata hiyo siri ya damu ya Yesu Kristo from within, hiyo self consciousness inakuwa haifanyi kazi.
Kwa lugha ya Kiswahili hiyo self consciousness inaitwa dhamiri. Kama dhamiri yako haiko alert, haiko awake, utakuta wakati unakuarusa watu haujali. Utakuta wakati unafanya kitu mbaya hata kwa kanisa la Mungu haujali. Utakuta wakati unafanya kitu hata inakuumiza wewe haujali. Kama wale ambao wanatumianga madawa za kulevya na wale naitwa kuafya mimba, wengi wao ni consciousness inakuwaga imekufa, ni dhamiri inakuwaga imekufa. Kukufa yani ndani yako, it is not alive. Even if you do such a evil, there is no condemnation from within. Why? Because you have not yet entered into the covenant with Christ. But if there is that covenant with the blood of Jesus, yet you are doing that because siko, lakini si hapo, lakini iko. Si ni kweli? In case unaona mtu anafanya hayo mambo maovu na ameokoka na ana siri ya damu ndani yake, huyo ni kuasi, anaasi. Mwili, consciousness, dhamiri zinamueleza hivi unafanya si vizuri, hivi unafanya ni vibaya, hivi unafanya haipendezi Mungu, hivi unafanya haiendeshani na wokovu wako. Bwana asifiwe sana. The atonement of the goat and the sheep was very, very funny. Mungu akishatoa kondoo na ametoa ameipeleka katika mahali pa makuhani, alikuwa akitoka pale amesamehewa dhambi zake zote, na akishatoka pale, akishaenda, alikuwa anarudia yale makosa, kwa sababu yeye anahesabu yamefutwa. Yamefunikwa. Walikuwa wanajua ya kwamba madhabahu yale yalikuwa ni ya kufunika damu, ya kufunika makosa. Alikuwa anajua imefunikwa, lakini akienda hakukuwa na consciousness ndani yake, hakukuwa na dhamiri, kwa sababu hakukuwa na damu ambaye iko hai. Damu ya Yesu iko hai hata leo. Hiyo ndio kitu ya tatu yenye inafanya damu ya Yesu kuwa tofauti na damu zingine na damu za minyama. Damu ya mnyama wakati ilikuwa tu inachomwa pale na Mungu anapokea the aroma, ukitoka hapo hiyo damu imeisha, iwezi endelea kuwa hai, iwezi endelea na uhai, kwa sababu ilikatwa na ule uhai ndani yake ukafa. So dhamiri kuwika ndani yako ilikuwa hakuna. Bwana asifiwe. Naye damu ya Yesu Kristo ilipomwagika pale Kalvari, na shetani akafikiria sasa imefika mwisho, kwa sababu amefariki na amemweka katika kaburi, alistuka siku ya tatu, kwa sababu Yesu hakupambiwa damu ndio aweze kuamuka, bali ile damu alikuwa nayo ilikuwa hai, katika jina la Yesu Kristo. The mystery, the secret of that blood to have been alive for 3 days, 3 nights, it is only God who knows. It is alive up to today. The Bible says it is talking good things about you and about me before our Father. Pana umuhimu wa kujua hii damu, kwa sababu hakuna mahali pengine Biblia
inatuambia ya kwamba tunasaidika kuliko vile imetueleza kupitia Yesu Kristo. Dini zingine zote, they don't talk about blood covenant. The only religion which talks about blood covenant, they only talk about the pigeon. They talk about the blood of a pigeon. All these other religions in the world today, they don't do sacrifices of the living things. Neither is it necessary for us as Christians to do sacrifices of living things because Christ is alive. God, on our behalf, gave a one-time sacrifice through the blood of Jesus Christ. That is why we have the remission of sin. That is why we know that we are not just like anybody else. Because the blood of Jesus Christ speaks for us. Speaks for us before the Father. Speaks good things about us. And always, this same blood of Jesus Christ, because of this covenant, regardless we were so bad, some of us, by all circumstances, possibly you would have given all the goats from your clan for you to be forgiven. It was forgiven, and that now you have changed, and you are a person who is dependable. We have an evangelist in Deliverance Church, and by God's grace, I think one of these days he will come, so that you may know and you may understand the blood of Jesus Christ. This guy was a thief. You know what is a thief? And not a normal thief, a real thief. Some of the worshippers have met him. He will come. He will testify to you. One day he was almost killed by the mob justice. But somehow the police saved him. Today, he is a powerful man of God. John Moore, even if you live whatever you live with him today, he can't steal it. He doesn't see the value. Why? The blood of Jesus is the only blood which transforms and changes a human being. If we are praying for our parents, if we are praying for our children, if we are praying for our future, if we are praying for our career, without the blood of Jesus, there is no better way of doing it. The only blood which can talk life. After you pray, the blood of Jesus will go and talk to Francis, something which I desire him to capture, and I don't know how to tell. Unaipata? Bwana sifiwe. Umepata hiyo? Damu ya Yesu ndiyo pekee yake ambayo ninaweza eleza kitu ninashindwa vile nitaeleza pasta. Na nikieleza damu ya Yesu, by his own mercy, he will go and talk it over with Pastor Francis, and he will capture it in Jesus' name. Because ya hiyo siri ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndiyo pekee yake inaweza kutupatia mke na Bwana ambaye Mungu
alikusudia, kwa sababu Mungu na hiyo damu yake, yeye ndiye anajua kuconnect blood and blood. Did you get that? God is the only one who knows how to connect blood and blood. He knows the correct blood for you. He knows the correct person for you. He knows the correct person to make you get your promotion. He knows what is good for you and where you can keep a business and it does well. Because of the blood of Jesus. This blood we are talking about, it is the only one which can make us come from the small habits that make our faith, our salvation, and our godliness not to work. I remember once, sometimes back when we were really liking the white. Tukiona mzungu tunasikia vizuri sana, si kama leo hata akija hapa naona hata mtaangalia ni kama ni kuchazwa hivi. Lakini wakati huo kupatikana ilikuwa ni ngumu sana. Kuna mzungu mmoja alikuja kanisani na nikaambiwa ni awawasia mimi ndio nitampeleka Lake Nakuru akatembee. Wakati huo Lake Nakuru hakukuwa na fence, kwa hiyo ilikuwa ni kwenda tu. Huyu mtu tulipofika kule ndani akatoa sigara akavuta, na huyo mtu ndiye alikuwa ametuhubiria on Sunday. Nikamuuliza, man, do you want to tell me you smoke? Akaniambia, don't talk about it. Nikamwambia, no, I will shout, because why are you smoking? Akaniambia, in my country there is no problem, but I heard in Kenya is a problem, so please don't talk about it. Hey, wakati tulikuwa tunarudi, kabla hata sijafikia pastor, bishop overseer was pastor wakati huo, ili alikuwa hivyo. Wakati huo overseer alikuwa Trinity na pastor Marco was just our pastor. The way niko tu pastor wenu na imefika hapo, alikuwa hivyo. Bwana sikie. Lakini leo sikie mkubwa wetu, na tunashukuru Mungu. Nilienda kama nataka kumwangukia. Pastor, kwani ulinipea mtu anakaa aje? Anakuta sigara. Na ni mhubiri wa jana. Bishop akaniambia anafanya hivyo. Ala. Enda umuite kuja na yeye. So I went, called him and came with him. For about 15 minutes, the man of God released the words of blood of Jesus upon the life of these men. And within the 15 minutes, the men melted and knelt down and said, pray for me. I have been a sinner for the last 5 years, and I have preached for the last 4 years. If it was not the blood of Jesus Christ, who else can change a smoker who is in the pulpit? Who else? Si anaona amefika kwa sababu pulpit ni yake. Ni nani mwingine? Ingekuwa si damu ya Yesu Kristo, ule labda hata angekadhabika, amwambie wewe black man, what do you tell me? Lakini kwa sababu ni damu ya Yesu, na pastor wakati huo, who is our overseer today, he was knowing the secret of the blood of Jesus. Me, I was not very old in the things of God. I had not known how to approach such an issue.
ingekuwa ni mimi, ningekuwa nimemdismiss immediately. But the man of God knew this is an opportunity for me to tell this man the secret of the blood of Jesus Christ. It is only the blood which can change us. It is only the blood which can change mankind. It is only the blood which brought salvation to humanity. Before and today, sisi tungekuwa ni Sodoma na Gomora. Mungu angetumaliza. Lakini kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, ndipo hasa siri manufacturers wanasema siri ya urembo, lakini sisi tunasema siri ya wokovu iko pale katika jina la Yesu Kristo. Ningewauliza sisi wote ambao tunamfahamu Yesu, tujue ya kwamba kuishi bila hiyo secret ni ngumu, na tunakuwa na ugumu unnecessary. Katika maombi yetu ningependa tubadilishe, tukiomba tunaomba ya kwamba Yesu, kumbuka damu yako. Yesu, kumbuka the blood you shed for our behalf and on our behalf, because that is where there is the secret. And once you pray, mentioning, referring the blood of Jesus Christ, utapona. Sijui kama umepata hiyo. Kama utaomba ukiwa unarifaa damu ya Yesu, damu ya Yesu, tutapona katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu uponyaji wetu, uponyaji wa mioyo yetu, uponyaji wa tabia zetu, uponyaji wa njia zetu, uponyaji wa maisha yetu imefichwa katika Kristo Yesu. Na pale ndipo siri iko, na ndipo ninawaeleza nikijieleza pia ya kwamba tumuombe Mungu tukiwa tunajua isipokuwa damu sisi tulikuwa mbali na Mungu, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu ambayo iko hai na eko katika mkono wa kulia wa Mungu Baba na inazungumza mambo mazuri kutuhusu, hiyo damu ndio tushikilie, hiyo damu ndio tushike, hiyo damu ndio tukatae nayo, hiyo damu ndio siri yetu katika jina la Yesu Kristo. I hear of a story of some girls who are coming from vacation. I don't know whether they were two or they were many or they were it's only one. But the way I hear the story go, it is as if it was only one girl. And she was going home. And then there are villagers, because they knew her, who wanted to rape her and destroy her life. And they had planned very well. And they went to a joint where they knew she can't jump this one. This is the way, our way back from Kesha. And they were lying. But before she reached there, something spoke to her. God spoke to her. Pray, 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 and the danger will go. Pray. If it was a normal human being, you would have started feeling some things, you know? And then the fear would go and bring you down and you fizzle down, and then you are just like a chicken, and you will be caught and destroyed just like a chicken. But this one, she even became more bold because God spoke to her. Pray, and the danger will go. Don't fear. You are my child. And the girl started praying, and she prayed, and she was walking towards home. She was going, and she was praying. Then these boys came, and when they came out, they pounced on her. And that time, the girl
girl screamed, "The blood of Jesus!" And when she mentioned the blood of Jesus, I understand and I believe it, because nobody will just talk about the blood of Jesus apart from somebody who knows the secret. They were thrown more than a meter away from her. What power is that? It is more powerful than electricity. It is more powerful than any power you can talk about. Even the boxers don't punch somebody to go and be thrown a meter away. Or what people try to show as if they are super people, I think it is not true. My son likes watching wrestling. But what I know is, even what we see in the wrestling, I don't think it's real. A meter away, somebody of 90 kilos is no joke. Is it true? God, through the secret of his blood, has put a lot of power in the blood of Jesus. The blood of Jesus is God himself. When you are dealing, when you are sprinkling the blood of Jesus Christ around your compound, around your house, around your cubicle, around your classroom, around your place of work, around the church, you are sprinkling the very power of God. If there is something that every Christian should do, it is to speak the blood of Jesus upon your life day and night. It is the very power of God. It is the mystery of godliness in our lives. I beseech you, under the mercies of God, don't be somebody who is not knowing the secret. Use the weapon that God has given you, the weapon of the blood of Jesus Christ. It is powerful than any kind of astration. And let me tell you, if there is a situation which is stubborn, if there is a person who has become a mountain for you, come into this altar. We will call upon the blood of Jesus. I will not call upon the blood of Mark. Not because Mark is not a good man. He is our overseer. He is our boss. I love him so much. But his blood cannot do us any good. He can only use him to speak to us. When I tell you, you come and we call the blood of Jesus, it is not that you are coming to seek my blood. My blood without the blood of Jesus is useless. The small value that I have, it is because I am holding the blood of Jesus to you. Bwana sifiwe sana. In the Old Testament, it was only the pastor. It was only the priest. It was only the appointed person. But today, Jesus said, it is free to all. It is free given. Give it free too. And I have opened for my people to come to me. From your closet, you kneel down. Tell God, I surrender all to you. And he will hear you, and you are forgiven. From your closet, you will pray and tell God, this situation, Father, change it for me. Through the precious blood of Jesus Christ, I speak the blood of Jesus Christ in this situation, and it will work for you, because the blood of Jesus is alive. Don't call the blood of saints. To do a good deed does not qualify you to be a God. Don't worship a human being
because he has a big gathering. He is not a God. He does not have the blood that redeemed you. He cannot redeem even a friend. And there are so many here. And very stubborn ones. We have to pray for them. That the blood of Jesus is against them in Jesus' name. I'm trying to tell. To have a tall relative in the family is good. Yes, he makes your life easy. He sends you to an office and you receive a job. He sends you to a bank and you get some loan or you get some money. But listen, you need a higher authority than that. Because the authority of a human being is limited. Vile ninaomba moyo ndivyo yeye pia anaomba. Lakini Yesu tunayeongea kumuhusu, damu tunayoongea kuhusu ni damu iliyo hai. Damu iliyo katika mkono wa kulia wa Mungu Baba. Bwana asifiwe sana. And if there is anything to refer to, it is the blood of Jesus. I'm repeating this again and again and again because I want it to sink in your mind. I want it to sink in your spirit. I want it to sink in your utterances. That whenever you are, you will not talk. Because like wengine, wakikumbwa na mambo, unasikia wanasema kitu kingine. Lakini kuna wengine wanasema ngai. Lakini hata wamaanishi. Si ndio? Na kuna wengine wanasema damu. Wakusema damu ni mtu anajua secret. Because altars, lakini hii nitaguzia tu, kuna wakati nitakuja kufunza kuhusu. Altars are about blood. Sisi altar yetu usipokuwa oil tulimwaga ya anointing within